Naam, asante Fatuma Hassan kwa kutuletea habari za kitaifa na kimataifa. Na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa muziki mkongwe Mzee Hassan Rehani Bichuka, ikiwa ni pole kufuatia maradhi yanayomsumbua, ikiwa ni mwendelezo wa kutambua mchango kwa wasanii wa sekta mbalimbali. Fedha hizo zimekabidhiwa na Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma alimaarufu Mwana FA kwa msanii huyo. Turejee namna ambavyo ilikuwa. Kwamba pamoja na mambo mengine nihakikishe nampa mkono wa pole mzee na nampa salamu zake. Kwa hiyo salamu zake ni kwamba nakutakia kila laheri, anakuombea kwa Mungu upate ahueni. Anaamini kila kitu kitarudi kuwa sawa, lakini kubwa zaidi anakuheshimu, anajua uwezo wako, umefanya kazi kubwa, umetoa mchango mkubwa kwenye taifa hili, na anakupa pole sana. Kwa hivyo mimi ndio pamoja na mimi mwenyewe kutaka kuja kukuona, lakini hizo ndo salamu za Mheshimiwa Rais. Anakuombea sana upate ahueni, Mungu akuafu. Sasa mkono wake wa pole Mheshimiwa Rais ni huu. Kwa hivyo anajua hawezi kukununulia afya, lakini angalau atakuweka comfortable kwa siku kadhaa, upate ahueni. Uwe unawaza hili tu, uwe na familia. Najua mama atakuwa na mzigo mzito, lakini na wakati anakusimamia, basi angalau hili la kifedha liwe limepunguza makali. Poleni. Kwingineko ni kwamba shirikisho la sanaa za maonyesho nchini kupitia kwa chama cha washereheshaji limetoa wito kwa wadau na wasanii mbalimbali kujitoa kwa watu wenye uhitaji maalum, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii, pia zikiwa ni jitihada za kuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kurejesha faraja kwa wasanii wa kada mbalimbali. Wakizungumza mara baada ya kwenda kumtembelea na kumjulia hali mmoja wa wanawake wenye uhitaji, viongozi wa shirikisho la sanaa za maonyesho na chama cha washereheshaji wamewataka wadau wengine kujitokeza kuwasaidia wenye uhitaji, kutokana na ukweli kuwa kwa sasa wenye uhitaji ni mkubwa nchini. Sanaa isitufanye kuwa tu mpaka wa kuwa tu tunaendeleza masuala yetu ya sanaa tu, lakini pia tuende kwenye jamii, kwa sababu tutakapomsaidia mwenzetu, kama nilivyozungumza, huenda akawa msanii wa baadaye, lakini pia ni thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana mama zangu, shirika la MMC wa upendo na moyo wao wa utu. Nashukuru sana. Natamani niendelee kuwashukuru wengi, ila kwa ujumla nashukuru sana Watanzania wenzangu. Tukubaliana kila mwenye chochote tuweze kuchangia ili tuje tumuone mama pia. Kila mama ameguswa jinsi alivyoona, tumechangia kweli. Anahitaji sehemu ya kuhifadhi, ya kulala, kwa sababu mazingira aliyokuwepo ni hatarishi, na ni kweli tumeshuhudia mazingira ni hatarishi. Hivyo basi salamu hizi ziende kwa Watanzania wengine na vyama vingine mbalimbali. Ligi kuu ya soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi hapo kesho kwa kushuhudia vilabu 6 vikishuka dimbani kusaka alama 3 muhimu, ambapo katika jiji la Dodoma Singida Black Stars watashuka dimbani hapo kesho dhidi ya Simba, wakati Dodoma Jiji watakipiga dhidi ya Azam FC majira ya saa 1:15 kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Mchezo wa mapema hapo kesho unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 1 jioni uwanja wa Airtel Stadium mkoani Singida, ambapo wenyeji Singida Black Stars watashuka dimbani kucheza na Simba SC, na mchezo wa pili utavikutanisha virabu vya Dodoma Jiji na Azam FC, ambapo kuelekea michezo hiyo tupate nafasi ya kusikiliza makocha wa timu zote mbili wakizungumza maandalizi ya mechi hiyo. Obviously it's a massive game for us. We come off 2 goalless draws in the league. So very important for us to get ourselves back on track. We need to win and get maximum points. Tumejiandaa vizuri
na tuko hapa kwa ajili ya kupambania Simba na tuko hapa kwa ajili ya kuipambania tupate pointi 3 katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo malengo yetu ni yale ni kupata pointi 3 katika kila mchezo. Biki ni waite kwenye mchezo mwingine mkubwa, mchezo wa ligi kuu ya NBC tarehe 11 tunacheza hapa dhidi ya Simba Sports Club. Huu ni mchezo wenye hadhi kubwa ya kitaifa. Kwa hiyo ni mechi ambao tunajua tutapokea wageni wengi ambao watakuja kushuhudia mchezo huu. Tunawakaribisha pia Simba Sports Club kuja katika uwanja wetu wa nyumbani. Siku chache baada ya mchezaji wa Dodoma Jiji FC Abdi Banda kufungiwa michezo mitatu na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na utovu wa nidhamu, kocha mkuu wa timu hiyo Amani Josia ameomba radhi mashabiki pamoja na mamlaka husika, akisisitiza kuwa ameipokea adhabu hiyo. Mwanamchezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo. Kocha huyo amebainisha kutokuwepo kwa beki huyo katika mechi muhimu dhidi ya Azam FC kunaacha pengo katika kikosi hicho. Hata hivyo, amejivika jukumu kama mlezi na mwalimu wa wachezaji wake kwa kuangukia mashabiki na kuomba kijana wake huyo asamehewe. Tumia nafasi hii tu pia kumwombea msamaha kwa makosa ambayo aidha kwa washabiki, maana washabiki ndio wenye mpira. Kama kuna mahali walikwazika labda kwa tabia yoyote, iwe sio kwenye mechi labda hata huko kipindi cha nyuma huko, kama kuna vitu vyovyote vile, basi mimi ni mlezi wake, mimi ni mwalimu wake. Nitumie nafasi hii, kama kuna Mtanzania yote ambaye yuko kwenye industry basi tumuombe radhi, lakini najua adhabu itaisha, atarejea. Lakini mimi pia nimekuwa nikizungumza naye Banda kwa namna ambavyo anaweza behave as professional player. Siwezi kuzungumzia adhabu ya bodi ya ligi kwa sababu wao ndio wanaoendesha mpira wetu wa Tanzania na wao ndio wameamua na wao ndio wametoa hiyo adhabu. Kwa hiyo mimi sipendi kuiongelea sana. Nyuma yangu ni kikosi cha Dodoma Jiji FC wakijinoa kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Azam FC, mchezo ambao unachezwa hapa katika dimba hili la Jamhuri jijini Dodoma majira ya saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo, na taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa. Na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Naam, hujambo na karibu tuziangaze habari za michezo na burudani kimataifa. Tuanze kutazama mchezo wa soka huko barani Ulaya. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inatarajiwa kurejea usiku huu wa leo, ikitarajiwa kushuhudia vilabu 8 vikishuka dimbani kusaka ushindi muhimu, ikiwa ni michezo ya mzunguko wa kwanza hatua ya mtoano ya 16 bora. Mchezo mapema hivi leo unatarajiwa kupigwa majira ya saa 2 usiku, ikishuhudia vilabu vya Galatasaray dhidi ya Liverpool, mchezo utakaochezwa katika dimba la Rams Arena jijini Istanbul nchini Uturuki, ikiwa ni kumbukizi ya Liverpool kutoa ubingwa wake usiosahaulika wa mwaka 2005 dhidi ya AC Milan. Michezo mingine inataraji kupigwa majira ya saa 5 ambapo Bayern Munich ya nchini Ujerumani itakuwa ugenini dhidi ya Atalanta Bergamo ya nchini Italia, ambapo nyasi za dimba la New Balance Arena zikitarajiwa kuwaka moto, huku tishio kubwa likiwa ni nyota mshambuliaji Harry Kane wa Bayern Munich ambaye tayari ameshaifungia Bayern magoli 45 katika michezo 37. Kwingineko, mabingwa mara 5 FC Barcelona watakuwa ugenini katika uwanja wa St James Park nchini Uingereza kukipiga dhidi ya The Magpies Newcastle United, ikiwa ni kumbukumbu ya Newcastle kupoteza katika mchezo wa awali dhidi ya Barca, mchezo ambao ulishuhudia nyota Marcus Rashford akifunga magoli 2. Je, leo watakuwa na uwezo wa kuwazuia kina Lamine Yamal? Na huko jijini Madrid, Tottenham Hotspur watakuwa ugenini kukipiga dhidi ya watukutu wa jiji la Madrid Atletico Madrid, mchezo unaotaraji kuchezwa uwanja wa Riyadh Air Metropolitano, huku Spurs wakiwa hawajapata ushindi wowote kwa mwaka 2026, ikiwa ni rekodi mbaya zaidi tangu mwaka 1935, huku kocha Igor Tudor akiwa katika nyakati ngumu zaidi. Usiku wa Ulaya unarejea ukivikosa baadhi ya vilabu ambavyo tayari vilishatupwa nje katika michuano hiyo. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 michezo kimataifa. Asante Juma Mohamed kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa, ambapo kubwa leo ni usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na sisi vijana, ikishafika usiku wa mechi za ligi ya mabingwa huwa tunapata sababu ya kuomba ruhusa kutoka nyumbani kwenda kushuhudia mechi ambazo zinapigwa usiku mkali kweli kweli. Na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.